Basi mtazamaji angetamani kujua mmetoka wapi, majina yenu, na katika tamthilia hiyo mpo kama kina nani? Karibuni. Asante. Okay, kwa majina ninaitwa Esther Daniel. Katika filamu mpya tulioitoa inaitwa Hatma, nimeigiza kama mtu anaitwa Nora. So ni explain zaidi kuhusu huyo mtu au niishie tu hapo? Hapo. Okay. Karibu. Ladies first. Kwa majina naitwa Zena Shabani Sadiki. Kwenye movie ya Hatma nimecheza kama Suzy. Yeah. Naitwa Samuel Steven. Kwenye movie ya Hatma nimecheza kama Alvin. Na wewe ndo director. Mimi ndo director mwenyewe. Sasa ndugu director, tunataka tuambie kirefu cha biology na biology inafanya nini zaidi? Sawa. Biology kirefu chake ni Best Life Generation. Best Life Generation kwa sababu tunafanya vitu ambavyo vina ubora. Tunapenda kuwa bora zaidi, ndio maana tunajifunza kila siku. Lakini pia kauli mbiu yetu the basic of knowledge and entertainment, kwamba sisi tuko kwa ajili ya kuelimisha lakini kuburudisha pia. Kwa hiyo ndio biology kwa ufupi. Na kwa nini Hatma? Kwa sababu tukizungumzia filamu zinakuwa na title nyingi sana. Kwa nini mlifikiria kuandika script na mkaita tamthilia Hatma? Okay, ni Hatma kwa sababu kwa maana ya Hatma naweza nikaanzia kwenye maana ni hitimisho. Kwa hitimisho, jambo unaweza ukalianza vizuri ila ukamaliza vibaya, ama jambo unaweza ukalianza vibaya ukamaliza vizuri. Kwa hiyo tunachodili nacho katika tamthilia hii ya Hatma ni hitimisho, ama ni mwisho wa mambo, ama mwisho wa jambo ambalo unakuwa unalipitia. Nikizungumzia Hatma ni tamthilia ambayo ni love story. Love story, lakini pia life story kwa sababu ina mambo mengi ambayo ni ya kimaisha zaidi, lakini tukiangazia katika engo kuu ya mahusiano. Watu wanapendana humo, wanatendana humo, watu wanaumizana humo, na wengine wanafurahishana pia. Kwa hiyo naamini kwa mtazamaji ambaye ataifuatilia Hatma ataweza kuipenda sana, na atajifunza pia na ataburudika pia. Okay. Unamzungumziaje character ambaye wewe umemvaa katika Hatma na amekufunza nini? Character ambaye nimeivaa katika Hatma ni mtu anaitwa Nora, mtu ambaye ni kisirani muda wote, yani muda wote kujibizana na watu. I want to be famous, yani niwe famous tu, nijulikane, ndo raha yangu. Unapita sehemu watu wanakuchekea kama hivyo, kumbe ndo yule, kumbe ndo wewe. Watoto kama hivyo, so ni raha yangu tu iwe hivyo. Yes. Yani mimi nichukulia kama ni taasisi ya BLG kwa sababu kufika mkafikia hiyo hatua ya kusema kwamba si tuanze kutengeneza hizi brandi za filamu na mna focus kwamba hii taasisi ambayo inatakiwa jitegemee fanya hivi na hivi. Sasa mimi ningependa kujua au kujuza umati kwamba watu ambao mpo chini ya management au mnajiongoza nyinyi kama nyinyi, kwa sababu unavyosema taasisi obviously ina management na uongozi na ina formulate kila kitu ambacho wako nacho chini ya tuseme usimamizi husika. Kwa ningependa kujua, na watazamaji ambao watakuwa wanatuona hapo mjini YouTube na maeneo mengine waweze kutambua kwamba hii BLG ni taasisi ambayo ipo chini ya management fulani. Hata kama management haipo, wapo wengine ambao watawiwa kuja kuwaomba kwamba tunataka tuwa manage ili muweze kusonga mbele zaidi. Kwa hapo kama director. Sasa tukizungumzia BLG ni taasisi ambayo inajiongoza yenyewe. Ina uongozi ambao umeimarika, uongozi ambao umesimama imara kuhakikisha tunayafikia malengo. Lakini kama ikitokea mtu labda anahitaji kuwa mwekezaji kwa BLG hatumkatai mwekezaji. Ni mazungumzo lakini pia makubaliano. Tunachokiangalia sisi ni utendaji bora wa kazi, tukizingatia misingi ambayo tutakuwa tumejiwekea. Kwa hiyo hatuna mtu kwa sasa ambaye anatusimamia, ila tu uongozi wa BLG wenyewe unajitosheleza kufanya kila kitu kwa sasa. Ni hivyo. Okay.
Kwanza kiende kwa dada. Ni nani aliyekushawishi au kukuinspire kuingia katika tasnia ya uigizaji? Ni rafiki yangu. Ni rafiki yangu ndo kuniinspire nije tasnia. Rafiki yako aliona nini kwako mpaka akakwambia unaweza kuigiza? Aliona kwamba mimi ni mcheshi pia. Na pia ninaweza na nina kipaji hicho pia. Kabla hujaingia kwenye tasnia ya uigizaji, wewe mwenyewe ulivyokuwa unajiangalia ulisema naweza kufanya, au kuna Karol nyingine anakuambia hapa ndugu yangu hapa kuna hiki na hiki? Kwa mara ya kwanza lazima niwe na uoga. Japo nilikuwa najipa kaimani naweza. Na pia nilikuwa naipenda sana. Nilikuwa naipenda sana tu. Kwa mara ya kwanza kufika kwenye sanaa ya kauoga kalikuwepo, lakini siku zilivyozidi kuwepo kufanya mazoezi nikawa sasa gentleman. Ukawa master. Nikawa master. Okay, na ulipoingia BLG mapokezi yalikuwaje, na wewe mwenyewe ulipoanza kuvaa uhalisia katika tamthilia ulijionaje? Kwa kweli mapokezi kwanza ya BLG yalikuwa ni makubwa, walinipokea vizuri. Na mimi nilijiamini kabisa kwamba sehemu nililokuwepo ni sahihi kwangu. Na ulipoanza kuvaa uhalisia ulichukuliaje zaidi? Nilichukulia naweza. Naweza. Umeigiza, umekuwa katika tamthilia ngapi? 2. Ambao ni Hatima na On Time. Okay, Hatima unamzungumzaje mtu ambaye ulimvaa katika tamthilia hii ya Hatima? Ni ndio tu fulani mcheshi. Anacheka na kila mtu, kiwa na rafiki zake, ni mtu wa vibe wa mitoko nini. Screen kama zote. Okay, mimi natamani kujua ni mtu huyo ambaye umemvaa kwenye Hatima. Ukimleta katika maisha ya kawaida haya. Yani sasa ndio huyo Hatima akaa kwenye maisha ya kawaida. Ungetaka aweje, yani ungemshauri afanye nini? Mimi kwa kweli hata kwenye scene niliyopewa kwenye uhalisia na hata kwenye movie niliyocheza ni vile vile, niko vile vile. Okay. Yani ni kama alikupatia character ambaye kama wewe vile yani. Okay, that is good. Okay. Director. Yes. Inachukua muda gani mpaka script kukamilika hadi kazi kamili kuingia sokoni? Sawa. Hii inategemeana na mipango ama mikakati ambayo mmejiwekea wenyewe. Yaani haihusiani na speed ya director wala nini, inaanzia kwenye mikakati na mipango. Sababu kazi kuingia sokoni ni lazima imeandikwa, watu wamekastiwa, imeshutiwa ndio ikaingia sokoni. Sasa inaweza kazi ikaandikwa lakini kama mipango yenu ya kushuti bado hajakaa sawa, inaweza kachelewesha pia kushuti. Lakini nikizungumzia uandaji wa script kama script na kwa uelewa wangu mimi binafsi ama kwa uwezo wangu, script cha kwanza ni kumaster story ama kuiandaa story kwamba nataka nifanye movie ya aina fulani. Na story huwa haichukui muda mrefu. Yaani story ni idea inakuja muda gani, basi ni kitendo cha siku moja naweza nikapata story nzuri ambayo nasema naweza nikaondoka nayo. Zaidi na zaidi nitakuwa ninaiboresha kadri siku zinavyozidi kwenda kutokana na mawazo ambayo nazidi kuyapata. Kwamba nimepata sasa hii ndo njia yangu ni hii. Ni kama muziki, beat ni hili hapa, napitaje au napita na melody gani ni wewe sasa kama msanii. Kwa kwangu kuiandaa story ni siku moja, ila kuandika script ndio inaweza kanichukua muda ili nipate kitu kizuri, dialogues na vitu kama hivyo. Kwa sababu kama mwandishi ina maana wewe ni unacheza uhusika wa kila mtu katika movie. Nikiwa namwandika Nola, means hata mimi wakati huo naandika lazima niongee kama Nola ili nipate dialogue ya Nola atakayozungumza. Kama atapayuka wakati naandika kwenye akili yangu lazima ije sauti ya kupayuka ya Nola. Kama namwandika Suzi lazima nimpate Suzi. Sawa, kwa hivyo kwa lazima nichukue kama muda kidogo ili nitengeneze mazingira sawa, lakini kwangu binafsi per day nikisema nikae kuandika na uwezo wa kupata scene 40 mpaka 50 kwa siku. Okay. Yeah. Wakati sasa
maandalizi ya kufanyia kazi kile ambacho mmekiandika ili kwenye uhalisia mpeleke sokoni, maandalizi waga yanakuaje na kupata location kamili ya hiyo kazi, ya kufanyia hiyo kazi huwa inakuwa inawapatia changamoto gani au inakuwa inawapatia urahisi gani? Location scouting. Sawa, kwa sisi mfumo ambao tumetengeneza mfumo wa mgawanyo wa kazi, mradi mambo yasiwe mengi. Wakati ninasimamia kazi, ninasimama katika eneo langu kama director. Lakini katika kila location ama kila shooting ambayo tunaiandaa kufanya, lazima tuchague watu watakaosimamia hivyo vitengo. Cha kwanza kabisa tunachagua location manager ambaye huyu atadili na location zote, itabidi azipate. Kama utakuwa kuna changamoto yoyote analeta kwa uongozi. Kwa mimi kama director, mimi namface yule pale. Tunakuwa naye pale kwenye kundi. Maybe ni msanii ama kiongozi yote, lakini tuko naye pale. Bwana, mimi nataka wewe udili na location tu. Nampa orodha location anayotaka. Nataka duka, nataka supermarket, nataka nyumba, nataka hivi. Kwa yeye kama yeye lazima aanze kuzifuatilia hizo. Labda nimekuta sehemu ya kulipia ama ni ya kufanyaje, anarudisha majibu, bana kuna sehemu nimeenda lakini inabidi tulipie tufanye hivi. Kwa vile vitu watu tunaviandaa mapema kwa sababu tumempa mtu hicho kitengo, na vitengo vingine kama chakula tunawapa mapema watu ili wadili navyo, mambo yasiwe mengi katika kufanya. Okay. Kuzungumzia tasnia yenyewe, wewe kama najua una experience sana kubwa na hii tasnia toka umeanza kuingia mpaka sasa hivi. Unahisi tasnia ya filamu inahitaji maboresho kadhaa ili kuweza kupata matokeo mazuri zaidi? Sawa. Maboresho yanahitajika. Cha kwanza, kwa sasa hivi wapo wengi wanaofanya sanaa sasa ya uigizaji. Ni wengi sana. Ila kila mmoja anaingia akiwa na target yake binafsi anayojua yeye. Ndio. Kwa mara ya kwanza sanaa ilikuwa inafanyika kwa watu ambao ama ilikuwa inafanywa na watu ambao kweli ukimwangalia ni ana kipaji na ana malengo. Tunaita wabeba maono. Unajua kuna mtu anaweza akawa anafanya kitu lakini hawazi kwamba hichi kitu nikifikishe sehemu, yeye anawaza tu hichi kitu kinifikishe sehemu. Tuko sawa? Hiyo ni tofauti. Sasa kwa mfano nikizungumzia kama hawa ma brothers na ma sisters ambao walipita kina Kanumba kina nani, unaona walikuwa wana fight kwamba sanaa ifike engo fulani. Sio sanaa inifikisha, yeye haifikishi. Kwamba amesimama kama mbeba maono katika sanaa aivushe ifike sehemu fulani. Lakini kwa wengi ambao wapo sasa hivi na wanafanya kwa maslahi tu binafsi ya kawaida. Yaani mtu akishapata hela akula ameridhika. Mimi ni comedian, nikiingia pale TikTok nina followers wangu milioni, ameridhika. Yaani hawazi kwamba sasa hii industry ama sanaa kama sanaa kupitia mimi ifike sehemu kwamba nitafute ma connection ya nje ya mbele mbadi niweze kuboresha kwa watu ni wale kwa sababu yeye target yake ilikuwa ni apate hela ya kula. Kwa hiyo akishaipata hela ya kula ameridhika. Yeye anaishi humo, ndio wale wanaanza kuvimba, wanaanza nini tofauti. Kwa hiyo lengo langu mimi ama ninachokiwaza mimi, ninawaza kwamba kama wasanii tusimame tukiwa tuna malengo kwamba sanaa yetu kuna sehemu haijafika. Na kuna watu ambao wana sanaa kutuzidi. Kwa tukubali kujifunza kwa watu ambao wametutangulia, lakini tuwaze kwamba kupitia wale waliotutangulia either tushirikiane nao katika kufanya kazi ama tutengeneze uhusiano mwema, tuache kuvimba alafu tufike sehemu. Kwa hiyo hicho ndio kitu cha msingi ambacho mimi nakiona. Lakini kingine unakuta ni star, yeye anafanya tayari ana jina, ila anakuwa na dharau na mtu wa chini. Huyu ambaye ana kipaji anajitafuta, akihitaji support kwake huyu anakuwa ni mtu wa kuvimba, kuonesha kwamba mimi tayari nishatoboa bila kukumbuka kwamba hata yeye alikuwa huko down. Kwa sanaa haiwezi kuwa kama tutakuwa tunadharauliana, kama tutakuwa tuna uwezo wa kusapotiana kama mataifa mengine wanaofanya sanaa. Okay. Ni tamthilia ipi ambao umeigiza kutoka BLG ambayo wewe binafsi unaona kabisa hii ilinipeleka sokoni na nilifanya vizuri zaidi? Okay. Tamthilia ambayo nili appreciate kiufupi ni tamthilia ya On Time. Ambapo niliigiza kama Jini Sonia aliyekuwa mnafiki na mambo ya kikatili, vitu kama hivyo. Ile tamthilia ilikuwa ni nzuri, in short iliangaliwa na watu wengi, sasa pale mitaa pale kwetu watu wengi waliangalia. So ikawa ile inanionyesha kwamba kumbe kweli tukifanya tunaweza. Tunaweza tukafika mbali, tunaweza tukawa na viewers wengi, tunaweza tukawa na followers kibao, ndio hivyo yani. Kidogo. Ningetamani nijue mahusiano yenu ya kikazi
baina ya wanawake na wanaume kwenye hii BLG Media. Mahusiano ya kikazi baina ya wanawake na wanaume yapoje? Okay. Ulipoanza na mahusiano nijua ni kitu kingine ya kikazi. Okay. Mahusiano ya kikazi kwetu sisi tuna tabia moja ya kuchukuliana kama kaka na dada. Ukiachana na masuala ya kimapenzi kinini, siku tu tunachukuliana yani kama familia, yani wote ni familia. Brother Amri, brother Lucas, yani hivyo, yani tunachukuliana kama kaka na dada. Kwa hiyo mkishachukuliana kama hivyo, kwenye kazi kukwazana au labda kupishana au labda vitu kutokea vitu visivyoeleweka inakuwa ni ngumu sana. Kutokana na kwamba mshajijengea kwamba sisi ni kama familia. Ukiachana na masuala ya kimapenzi na nini, sisi tunajichukulia kama familia, kwa hiyo inakuwa ni nyepesi kufanya kazi, mtu akiwa na wazo ni nyepesi kulifikisha, akiwa na mapendekezo, maoni na hivyo. Kwa hiyo inatusaidia kujenga kundi letu kuwa kubwa na kazi inakuwa nyepesi sana kufanya kutokana na hilo sana. Haijawahi tokea changamoto yoyote mdada akajisikia kama vile tuseme kufanya nini? Yaani kama kudharaulika fulani hivi kwa sababu yeye ni mwanamke, akanyimwa opportunity fulani au akanyimwa kisehemu cha kitu afu akajisikia vibaya, yani ile kushushwa. Niwahi kutokea BLG? Simogope. Okay, nishakupata swali. Sisi kwetu hilo kuwa mwanzi, yani niwe mwanzi tu, ni kwamba kitu ambacho hakijawahi kutokea.